Bwana, mambo vipi? Bwana, mimi naitwa Fielo. Wakubwa shikamoo, lakini pia machali, mambo vipi? Bwana, kama wewe ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye hii channel, basi naomba kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, naomba usubscribe hapo chini. Gusa hiyo alama nyeupe hapo chini ya subscribe. Na bonya hapo, utakuwa umetisha sana. Lakini pia unaweza ka like hapo, uka comment ambacho utakuwa umejifunza. Unaweza kuisikiliza hii video mpaka mwisho. Zenu ukipata ambacho umejifunza, basi unaweza ka comment hapo chini, ili hiyo comment yako iende na kwa wengine wajifunze kupitia comment yako. Yaani unaweza kanishauri kama kuna jambo fulani nitakuwa nimefeli, nimezingua, basi unaweza kanichana hapo kwenye comment kwamba bwana umezingua, hichi kitu nilichokufundisha leo ni kitu cha kipuuzi au ni kitu kizuri. Kama umefurahishwa pia unaweza ukanipongeza. Bwana, leo nataka tujifunze kitu kimoja. Leo nataka tujifunze somo la uaminifu. Leo nataka tujifunze uaminifu. Leo nataka tujue nini maana uaminifu. Bwana, uaminifu ni pale unapofanya jambo lolote bila kujali nani anakuona, nani alikuona. Fanya jambo kwa kweli na uwazi. Huo ndio uaminifu ambao tunazungumza. Au kutimiza ahadi fulani. Hiyo ndio maana halisi ya uaminifu. Uaminifu unaweza kujengeka katika mazingira tofauti tofauti. Kuna ofisini, kuna hii sehemu za kazi, lakini pia kwenye vitu fulani fulani. Yaani sehemu tofauti tofauti uaminifu na hitajika. Hata kwenye mahusiano pia kunahitajika uaminifu. Sasa leo nataka tuzijue faida ambazo unaweza kuzipata ukiwa mwaminifu. Faida ya kwanza ukiwa mwaminifu ni unajijenga katika imani, unatengeneza imani, unatengeneza kuaminika. Ukishakuwa na uaminifu, kitu cha kwanza ambacho unaweza kupata ni kuaminika. Kila mtu atakuamini. Na ukishaaminika, kuna namna fulani unaweza kujijengea heshima fulani. Hakuna mtu yote ambaye ni mwaminifu akawa hana heshima. Ukishakuwa na uaminifu au ukishaaminika, basi watu lazima watakupa heshima, watu watakuheshimu kwa sababu kuna mambo fulani utayafanya ambayo sio kawaida. Watu wengi hawajazoea kufanya, lakini wewe utafanya. Ukishafanya hilo jambo, basi watu watakuheshimu na watakuona wewe ni mtu wa maana. Siku zote ili mtu aaminike lazima uwe mwaminifu. Mimi nataka nitolee mfano mmoja. Asilimia kubwa ya mali zote unazoziona kwa watu fulani sio zao, isipokuwa wameaminika. Kuna watu wenye pesa wanahitaji waaminifu ili watie pesa kwenye hivyo vitu vyao au kwenye biashara zao au wafungue mabiashara fulani, watu waendelee kuendesha. Ukiangalia hata Kariakoo, ile Kariakoo yote unayoiona ile ni watu wameaminika. Yaani kuna mtu mwingine unakuta labda ana biashara fulani unaiona kubwa, unaweza kusema ni ya kwake, lakini sio yake, kaaminika tu. Kuna mtu ambaye amemwamini, aidha ashafanya naye kazi, labda sema fulani kamwamini, ameaminika. Bwana, una hii idea? Ndio na idea, basi fungua kama ni frame, tutie mahali hapo afu tujue tufanyaje. Unakuta saa nyingine ni mikataba tu, watu wanaandikiana tu mikataba, wanaaminiana. Safi. Makampuni makubwa yote tunayoona hayafanyi kazi tu yenyewe, kuna watu wanafanya nao kazi, na hao watu ni akina nani? Ni waaminifu. Kwa uaminifu ni mmoja kati ya mtaji mkubwa kuliko mtaji wote unaojua wewe. Pesa pekee yake haitoshi, lazima una pesa, lakini lazima uwe mwaminifu. Kwa kitu pekee ambacho unatakiwa ujue, mtaji pekee ambao unatakiwa uwe nao ni uaminifu. Na ili uwe mwaminifu, basi unatakiwa ili upate kuaminika kwenye baadhi ya mambo fulani, lazima uwe mwaminifu. Watu watakuamini na kila kitu kitakuwa poa. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Faida ya kwanza ambayo unapata ukiwa mwaminifu ni kuaminika. Watu watakuamini, watu watafungua biashara, wataweka pesa zao hapo na wewe utaendesha hiyo biashara. Kwa hiyo utapata pesa kupitia kuaminika. Kwa kuaminika ndio kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ambacho unaweza kukipata ukiwa mwaminifu ni hatua fulani, au tuseme inakuwa ni sehemu fulani ya kupata mafanikio. Yaani ukishaaminika, watu wakikuamini, basi tegemea mafanikio. Lazima utapata mafanikio tu kwa gharama yote. Lazima utapata mafanikio. Yaani uaminifu ni moja kati ya kitu pekee ambacho kinaweza kukupeleka hatua moja kwenda hatua nyingine. Yaani kikakutoa tu ukishakuwa mwaminifu. Yaani ukishakuwa mwaminifu, milango ya mafanikio lazima ipatikane. Hakuna mwaminifu maskini. Ukishakuwa mwaminifu lazima upate utajiri. Na utajiri upataje? Kuna watu ambao wamekuamini. Wakishakuamini, wataona wewe ni mtu wa maana. Wakishakuona wewe ni mtu wa maana, basi ndio kama hivyo na kufungulia biashara. Ukishafungulia biashara vyovyote vile, lazima milango ya mafanikio ipatikane. Lazima ufanikiwe, utakuwa na pesa tu. Ili upate pesa, basi jitahidi kuwa mwaminifu. Ili milango yako ya mafanikio ifanikiwe, basi hakikisha unakuwa mwaminifu. Ukishakuwa mwaminifu, basi utapata mafanikio. Milango ya mafanikio itaanza kupatikana na kila kitu kitakuwa sawa. Lakini faida nyingine ambayo unaweza kupata ukiwa mwaminifu
ni amani ya moyo. Tunapozungumzia amani ya moyo kwenye uaminifu ni kwamba unapofanya jambo lolote unafanya jambo kwa imani, kwa kujiamini, kwa sababu naamini unachokifanya ni uaminifu. Kwa mfano, labda unafanya kazi kwa boss. Boss kaiweka pesa yake. Labda kaiweka. Unajua vijana wengi sana wameingia kwenye mfumo fulani hivi wa kuharibu kazi zao kwa sababu ya kuharibu uaminifu. Unakuta boss labda aliacha pesa kidogo, kaitejesha tu, umechukua ile hela, umeitumia, pale umeharibu uaminifu. Kosa nyingine umeharibu uaminifu kwa sababu ya kitu kidogo sana. Ile boss kaweka hela kidogo hapo, umeiona tamaa zimekuingia, umechukua ile hela, umeharibu. Lakini sasa ukishakuwa na vitabia vya kudokoa, kitu cha kwanza unakuwa una amani ya moyo. Unakuwa unaishi kwa wasiwasi, asije kaniona, asije akajua, asije kafahamu, au asije wakafanya kitu fulani, au wakanifukuza kazi, au itakuwa yani mambo yanakuwa mengi, maswala yanakuwa mengi. Yote ni kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu. Lakini ukishakuwa mwaminifu unakuwa na amani ya moyo kwa sababu kila unachokifanya unahisi uko sahihi. Unakuwa unajiamini, unajua uko sahihi. Pesa bana hii ya bosi, atakuwa ameacha bana bosi amani. Uliweka pesa yako hapa, bana ndio hii ni pesa yangu. Ukishafanya hivyo kwanza bosi ataanza kuheshimu. Hicho kitu cha kwanza. Lakini cha pili, ataanza kuona wewe ni mtu mwema, ni mtu wa imani, ni mtu wa Mungu. Mpaka kaamua kuniambia bwana hii ni pesa hii bana. Hii pesa hii bana bosi pesa yako hii basi ni mtu mzuri. Kosa nyingine hata kama ulikuwa unafanya kazi nje unakuta tayari taratibu anaanza kuingiza ndani. Kali yako kule nimeenda kule. Unakuta asilimia kubwa wewe unakuwa ni kubeba maloba tu kila siku. Wenzako wanakaa kwenye block wanahesabia hela. Wenzao wanakaa kwenye masheli huko wanachukua bidhaa wanauza wateja. Lakini kila siku hata usiku ingia ndani. Jitafakari kuna jambo fulani ushalifanya limeharibu. Kwa kama lishaharibu lazima utakuwa na maumivu kwenye moyo, utakuwa na amani. Lakini kama wewe ni mwaminifu na nini, Mungu amekubless ndio huyo boss kakuamini uko sehemu fulani, basi unakuwa na amani. Kwa moja kati ya kitu pekee ambacho kinakutengenezea wewe, kinachokusaidia wewe kwenye uaminifu ni amani ya moyo, unakuwa na amani sana. Lakini pia amani ya moyo inaweza kupatikana hata kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano pia unaweza kupata amani. Ukishakuwa mwaminifu kwa mwenzio, lazima utakuwa na amani ya moyo kwa sababu unakuwa unaamini kwa mimi bana mke wangu hawezi kunichukia kwa sababu sifanyi chochote kibaya. Lakini pia mume wangu hawezi kunichukia kwa sababu sifanyi chochote kibaya. Kwamba wewe ni mwaminifu. Ukishakuwa mwaminifu unakuwa na amani ya moyo. Hiyo ndio faida nyingine ambayo unaweza kupata ukiwa na uaminifu. Lakini faida nyingine ambayo unaweza kupata ukiwa mwaminifu, unakuwa una ukaribu sana na Mwenyezi Mungu. Yaani kuna namna fulani unakuwa ni mtu wa Mungu. Unajua ukishakuwa mwaminifu kwenye mambo tofauti tofauti, hata uwezo wa kihekima unakuta tayari unaanza kuongezeka. Kama ulikuwa mtu kuparuka maneno kutokana na watu na nini vitu tofauti tofauti, ukishakuwa mwaminifu tu, ukishaanza kuwa na uaminifu tayari unakuta tayari unajijenga kiimani. Kwa kuna mambo fulani unaogopa kuyafanya kwa sababu unaamini unavunja uaminifu. Kwa imani ya kiroho, kimungu unakaa vizuri sana. Kuna namna fulani unaweza ukafanya vitu ambavyo labda saa nyingine vinaweza vikashangaza watu. Unakuta wewe hujaionaga kuna mtu unakuta saa nyingine labda kadondosha pesa, mtu ambaye alipoteza, mtu kaokota ile pesa, akamfuata yule mtu akaenda kumkabidhi ile pesa. Kwa saa nyingine inaweza kuonekana kama ni mshamba, lakini sio mshamba, ni mtu ambaye ameamua kufanya uaminifu fulani. Na saa nyingine inaweza kaa kama hekima tu, ni kama nafsi fulani kimungu imeingia ndani yake, kwa anaamua kufanya kitu. Ni kitu ambacho sio kila mtu anaweza kufanya. Wengi wanaweza kumuita mshamba, wanaweza kumuita mambo tofauti tofauti. Lakini ile ni uaminifu tu mtu ameamua kufanya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa mwaminifu kwenye mambo fulani fulani. Ni muhimu sana. Kwa kitu kingine ambacho unaweza kupata ukiwa mwaminifu ni yani unaishi kwa amani. Amani, unakuwa na amani, unakuwa na raha, lakini pia unaaminika kama hivyo. Kuna mambo mengi sana kwenye uaminifu. Lakini pia kitu pekee ambacho nataka niwaambie ni kwamba moja kati ya kitu pekee ambacho nataka uwe nacho, mtaji pekee ambao nataka uwe nao wewe ni uaminifu. Ukishakuwa mwaminifu, huo ndio mtaji pekee ambao unaweza kuwa nao. Lakini pia ukishakuwa mwaminifu, unaheshimika, watu wanakuwa wanakuheshimu, watu wanakuona wewe ni wa maana. Uwezo ukawa mwaminifu alafu watu hawakuchukulia poa. Lakini pia ukishakuwa mwaminifu, kuna ahadi fulani ambazo ziko ni muhimu na zitekeleza kwa wakati. Huo ndio uaminifu ambao tunazungumza. Lakini kuna namna fulani si za watu utazificha hapo ofisini. Utakuwa mtu kuharibia wenzio
hapo ofisini. Lazima kuna baadhi ya mambo fulani utaweka mipaka, kuna jambo utalizungumza, kuna jambo utaliacha. Ukishakuwa mwaminifu. Ukishakuwa mwaminifu, mabosi zako watakupenda, watu watakuamini. Hakuna bosi ambao wanamchukia mtu mwaminifu. Kwa ukishakuwa mwaminifu, unakuta sehemu yote unapoishi unaishi kwa amani. Lakini pia watu wanakuwa wanakutambua, bwana huyu ana noma, uko vizuri. Lakini hii kidogo umedukua, sio umefanya hiki na hiki na hiki. Mbaya sana. Vijana wengi wenye vitabia vya udukuzi ni watu ambao wanaishi maisha ya shida kila siku. Kwa sababu kaaminiwa kidogo tu bana, ipeleka hela hii labda shilingi 50 kwa mtu fulani, tayari mtu ashanyoka nayo. Vijana, tabia hizo sio nzuri. Tengeneza uaminifu, tengeneza misingi mizuri ya uaminifu. Ni bora zaidi kuliko huu ujanja kufanya vitu vya namna gani. Unataka haraka na nini, utengeneze misingi mizuri ambayo inaweza kufikisha sehemu fulani kutumia uaminifu. Kwa mimi nashauri uaminifu ni muhimu. Bwana, kama umejifunza hapo basi hakikisha una comment, una like, lakini pia una subscribe hapo. Bonyeza hiyo alama nyeupe ya subscribe, bonyeza hapo, lakini pia unaweza comment ambacho umejifunza hapo kupitia uaminifu. Lakini pia unaweza comment kama kuna kitu ambacho umejifunza kupitia mimi au kuna namna fulani sijaeleweka, una ushauri wako mwingine unaweza comment hapo. Na ukashare pia kwa wengine waweze kujifunza. Bwana, mimi nashukuru sana, Mungu awabariki.